Alright, niaje, karibu sana kwenye A-News kupitia East Africa TV. How you doing? Bwana mimi niko poa sana, lakini shout sana kwa Coca-Cola. Hatukamatiki wala hatushikiki babu. Ukiwa tuna kinywaji chako cha Coca-Cola. So hakikisha unapata koki yako ya baridi kabisa, then inakusisimua, unafeel ule msisimko, alafu siku yako pia inamalizikia kuwa fresh. Mimi ni Suzy aka Suri baby. Karibu sana kwenye A-News kupitia East Africa TV. Ipa banjo moja verse 3 wapige kodi 2 watu wachie moja. Baba. Hiyo story niko nao leo ndani ya A-News kupitia East Africa TV, lakini Zedianto na amlilia binti Kiziwi. Unajua binti Kiziwi yuko wapi? Nafahamu kwamba yuko jela na nafahamu huko aliko, lakini sifahamu anaendeleaje kwa wakati huu, na sifahamu pia kwamba pengine lini labda atatoka. Hiyo story leo nitakuja kukufahamisha hapa ndani ya A-News kupitia East Africa TV. Lakini Spread B-Ball Kings kama kawaida tunaelekea nusu finali. So sisi tunavovaa na hip hop, wao wenyewe wanavovaa na kutoza jezi zao. Sisi sometimes tunazivaa tu kwenye mashow manini ambao wao ni jezi zao zile, malaba wao wanavaa, sisi sometimes tunapanda nao stage-ni. Leo kwenye KKM kutoka katika mitandao, ile tamasha kubwa kabisa la heshima Bongo Flava lilifanyika pande za Mbagala live na wasanii kibao walienda kuperform. Lakini leo kitu ambacho kina trend sana mitandaoni ni ile performance ya Dolly Sykes. Kumbuka kama Dolly Sykes ni msanii kutoka zamani na mpaka sasa hivi bado anafanya vizuri sana katika game ya Bongo Flava. So hebu angalia hicho kipande ambacho ndo alikuwa kwenye stage, nini shangwe za kutosha. Hiyo ni trend sana kwenye KKM kutoka katika mitandao. Alright, bado tunaendelea na A-News kupitia East Africa TV. Asante sana kwa kutupa time yako. Na sasa hivi bwana ni time ya mastori ya town. Na leo tunaanza na Mandojo na Domoka. Tulikutana na Mandojo na Domoka kwenye ile tamasha kubwa kabisa la heshima ya Bongo Flava, na walienda kuzungumza na kusema kwamba wanahitaji na wenyewe wapewe nafasi. Yaani wanahitaji wasanii wa zamani wapewe nafasi kama wanavyopewa wasanii wa kizazi kipya wa sasa. Sasa tulizungumza nao kwenye A-News, waangalie wakiwa wanafunguka zaidi. Unajua wazee hip hop banja tu bahatishi. Mabanjo kama kawaida, melody za ajabu, melody ambazo kama ziko kuzimu. Unajua wazee wa vaku wa kitengo. Ipa banjo moja verse 3 wapige kodi 2 watu wachie moja. Baba. Mkikutana kama hivi wasanii wa zamani, mnaona nini? Bana, unajua kiukweli yani show kama hii, yani mimi kwanza nimefurahi kwa sababu nimekutana na wanangu wengi ambao kitambo yani hatujaonana kitambo. Unajua hii depo yetu wote, depo yetu hii. Kwa hiyo hii inakuwa kama mapinduzi. Unajua sana sisi hatujawahi kukataa muziki ambao umekuja ku take over kwa sasa, lakini inatakiwa kama muziki uliokuwepo uwepo hewani, kama uwe unapata airtime kama inayopatikana kwenye muziki wa vijana wetu wa sasa, ili ipatikane challenge, watoto wajifunze muziki kutoka zaidi kupita kwa mabrother zao. Hawana sela, wana hela wa masela. Hawana sela, wana hela wa masela. Yani kwanza kama mtu hayuko ndani mpaka sasa hivi mwenyewe, yani atakuja kujutia opportunity kama hizi, kwa sababu hii is one of a hell. Yani ni time moja ambayo sio ya kukosa, comes once in a lifetime. Yani ni kujiongeza uje ukute wakubwa wa kazi wa hizi industry, hii sanaa, hizi kazi zinafanywaje, watu waonyeshwe, si ndio? Sema baba Dojo na Domo in the house. No kwa kusingizia mademo watu washikajo na rukia, kumbe ni waongo wao wenyewe ndio wanaowatokea. Disi njoo uongo njoo tamkolea, sindo vijama flan knock knock watu shukichunguza umbea nani stop, yani mimi
mina rap folks pendi unok wasiona mademu yaniza kwao so hawana sela wana hela wa masela hawana sela wana hela wa masela. Baada kumsikiliza Mandojo na Domokai bwana, nikwambia tu kwamba Zedant ni mmoja kati ya wasanii pia ambao waliperform katika ile tamasha kubwa la heshima ya Bongo Flava, na leo tuko na ndani ya Inyes kupitia East Africa TV ambaye ameenda kumzungumzia aliyekuwa mpenzi wake Binti Kiziwi, na anasema kwamba anatamani arudi tena aendelee na maisha mtaani au aendelee na maisha kama kawaida. Nikwambie tu kwamba Binti Kiziwi aliwahi kukamatwa na madawa ya kulevya akiwa China, so mpaka leo yuko kifungoni na mpaka leo hajafanikiwa kurudi. So design kama mchizi amemiss sana na anatamani arudi. So leo tuko na Zedant kwenye Inyes, muangalie akiwa anafunguka zaidi. Nafahamu ya kwamba yuko jela na nafahamu huko aliko, lakini sifahamu anaendeleaje kwa wakati huu, na sifahamu pia kwamba pengine lini labda atatoka. Sijui kwa sababu nimepoteza mawasiliano na baadhi ya ndugu zake wengi. Kwa hiyo kufahamu nini kinajiri, nini kinaendelea kwa wakati huu hapana, lakini nafahamu kuwa amefungwa. Hiki ndio kitu ambacho nakijua. Na pia mimi ni miongoni pia moja kati ya watu ambao namwambia dua pia kama anaweza kutoka basi Mwenyezi Mungu pia mjalie atoke salama pia, kwa sababu hata kama tulikuwa na hitilafu katika tatizo kibinadamu lazima tuombeane heri. Kwa sina chuki naye, sina hitilafu naye, na muombe Mungu pia atoke salama, hivyo tu. Sisilini na mpendo Binti Kiziwi, moyo wangu wa moteka Binti Kiziwi, Sisilini na tesito yake ye Binti Kiziwi, Sisilini na mpendo Binti Kiziwi, moyo wangu wa moteka Binti Kiziwi, hicho kinauma mawazo wiki Binti Kiziwi. Miongoni mwa vitu ambavyo labda inawezekana nitakuwa labda na misi upande wake ni labda ni kumisi tu uwepo wake wa yeye kwa mtaani, kwa sababu pengine angekuwepo kwa wakati huu angekuwa amepiga hatua kubwa kimaisha, kwa sababu marafiki zake ambao wanafahamu wengi wameweza kusurvive na wengine wana majina makubwa na still wengine ni mastaa, naweza nikasema hivyo. Kupitia hivyo yeye kabla jina lake kulitengeneza vizuri na kuweza kulitengeneza kuwa ni pesa, kisha siku ndio ameenda kudondokea huko. So na misi kama angekuwepo labda pengine labda angekuwa na channel nyingi za nani za kibiashara kwa wakati huu, kwa sababu jina tayari alishakuwa nalo. Ni hivyo tuna issue za mapenzi vinginevyo hapana, siwezi kumisi kama hiyo mambo yani. Afadhali angejua kusoma hata bonge chumbe ningempa, eti kama ningejua ishara basi kwake ningefika baby. Sisilini na mpendo Binti Kiziwi, moyo wangu wa moteka Binti Kiziwi, Sisilini na tesito yake ye Binti Kiziwi. Alright, Jumamosi iliyopita ndio ilikuwa ile robo finali ya Sprite B-Ball Kings, ambapo sasa hivi tunaelekea nusu finali, ambapo nusu finali yetu itakuwa ni tarehe 15, tarehe 22 na tarehe 29. So get ready. Lakini bwana nikwambie tu ni kwamba Mansuli ni mmoja kati ya wasanii wa hip hop ambaye alikuwa katika ule mchezo wa robo finali ambao ulifanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambao ulitaka vadizeni kama watu walikuwa wengi, mchezo ulikuwa mzuri na tukapata timu ambazo zimefanikiwa kuelekea nusu finali. So Mansuli alikuwa na yake naye ya kuzungumza, ameonaje mchezo na pia anachukuliaje mchezo wa basketball. So leo tuko na Mansuli kwenye Inyes ambaye kwa sasa ni kuambia tu kwamba anafanya vizuri sana na ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la hip hop. Nadhani naona tu tofauti kwa kwenye organization, lakini cheki wachezaji, unajua wachezaji always wanafanya mazoezi wako fresh. Nadhani nimefurahi jinsi ilivyokuwa organized na nini. Kwa ningependa kuambia Toto Sprite na East Africa Radio na TV isiwe hapa ndio mwisho, bali hata kama kuna changamoto zilitokea, lakini vitu kama hivi vinahitajika kwenye jamii, sababu kwanza inaweza kutukutanisha vijana hapa. Isinge kwa hii mashindano hapa pengine hapa vijana wote usingeweza kuwapata. Uwezi tu kuwapigia simu bwana team fan na fan njoni kesho mkutane sehemu fulani, wasingetokea hapa. Lakini michezo inakutanisha vijana. Okay. Yeah. Watu wengi wanasema kwamba basketball inalate sana na hip hop. Yeah, naweza kusema hiyo kwa sababu kwanza ukiangalia utamaduni wa hip hop umeanzia asili yake ni kule USA, na tukiangalia basketball imebuild sana kule. Kwanza kuna tamaduni mbili ambazo zote na unakuta sasa sisi wenyewe na hip hop wengi unakuta wamecheza basketball wakina Dili Chapa Kazi, sijui kina hizo business na watu kibao. Kwanza kuna kama vitu vinaingiliana. Hata kucheki
sisi tunavovaa na hip hop wao wenyewe wanavovaa, na kutoza jezi zao sisi sometimes ndo tunazivaa tu kwenye mashow manini ambao wao ni jezi zao zile, labda wao wanavaa sisi sometimes tunapanda nao stage kwa kutani utamaduni mmoja tu naomba unashabiana. Unaambiaje vijana wengine ambao labda walikuwa wanaona ya mashindano hatuwezi kushiriki, unajua ni vitu kama hivyo, kitu gani ambacho unaweza kuambia? Mimi nasema kitu chochote kinachotokea ambacho wewe unadili nacho usipuuzie. Hata kama mimi msanii usema kuna vitu fulani vinahusisha wasanii mtokee, usipuuzie ukasema bwana wataenda kina fulani, wakati wewe ni sehemu ya kile kitu. Wewe inabidi pia kukikuza kile kitu. Sababu useme tu timu fulani bwana wataenda kuwakilisha. Wewe mwenyewe ni sehemu ya basketball. Kwa hiyo kuwa proud na kile kitu unachofanya. Unaposikia nafasi ya kile kitu unachofanya basi jitokeze. Utofauti wa Sprite Football King na mashindano mengine kwamba Sprite Football King wameamua kuweka hata mtonyo fulani hivi unajua wengi wanasema kwamba hujawahi kutokea. Wewe unalizungumziaje, una kitu gani cha kuambia Sprite Football King pamoja na EA TV? Na ndio maana nikasema mwanzo kwamba kucheza watu hizi team kiasi zinacheza tofauti na mimi ni kwenye organization. Nikiwa na maanisha jinsi walivyokuwa well organized mpaka kuweka na hizo prize kwa washindi na nini, sababu ile inaleta motisha zaidi, mtu anajituma zaidi akijua pia kuna kitu. Japo ndio kitu nakipenda, lakini unapoambiwa kwamba kuna mtonyo unafanya vizuri zaidi kwa moyo wote, sababu unajua kuna coverage inapata chochote kitokea. Hata mimi ukiniambia leo show charity nini ndio tunafanyaga hizo show, lakini tofauti na ukiniambia pia show ina hela ile, lazima nitatoa makucha zaidi. Wanaojipa majina ambayo hawastahiki, mistari wanayoandika sivyo wanavyoishi, wanaidanganya dhira waonekane wako deep, ila kweli wapo shallow lakini talk is cheap. Njia ya bongo fupi hivyo mayo haidumu, wanakuja waka hit leo mambo magumu, ona wameshiwa sera, wanarudia mistari, wanabadili title yaliyomo ni ya wali. Alright, sasa hivi bwana ni time ya nini? Ni time ya cheche, na leo bwana inabidi tuwachekechetue sasa wale wasanii huko nyumbani kwao nini tunapokuchiwa na events kama hivyo hapo. Na leo tuko na msanii wa filamu nchini Tanzania hapa, namzungumzia Hashim Kambi. Tumetimba mpaka mtaani kwake, tumezungumza na majirani zake. Je, anaishije akiwa mtaani kwake? Je, analeta zile za movie nyingi au? So leo tuko na Hashim Kambi kwenye cheche. Watu naye tena na alishafariki. Oyo. Ikiwezekana wazee wangu mnipatie ruhusa niweze kuondoka naye, tukapate kukaa mimi na mzangu tuzungumzie habari za ndoa yetu inayokuja. Yaani ni mtu ambaye hajisikii kwa kweli kama wasanii wengine wako kwenye kiyoyozi nini, anapita kwa miguu hapa, saa zingine anapita kwa bodaboda, saa zingine kwa miguu, anakatiza tu anaondoka. Mimi nafurahi anapopita barabarani, ajisikii, yaani anajumuika na watu wote. Yaani ajisikii kiujumla, mtu yote akimuona anasalimiana naye. Kwanza ajivuni, ajisikii. Ukimuona unaweza kuzania so superstar. Paka utakapomuona ndio watu kufahamisha. Kama umjui uje kumuona unaweza kusema so superstar. Ila kwa sisi tunamjua kama ni superstar. Na huwezi kumjua kutokana na mazingira yake, anajimix na kila mtu. Kwa kutokana na umaarufu wake, naomba sana tuangalie mazingira haya, maana kutokea mafuriko kama hivi tunakosa bwana sehemu ya kujificha. Kwa hiyo atufikishie ujumbe wetu kwa serikali. Yaani tutashukuru kama kitutengenezea daraja hapa. Tunapata shida sana, yani maji yakishaje unakuta yanasambaa sehemu zote paka kule barabarani. Kwa maana akituinulia daraja kidogo tutakuwa tunanafuata sisi wafanya biashara katika sehemu zetu za kazi. Hashim Kambi kama star na kama maarufu, tunamuomba aiambie serikali watu wa mabondeni wafanyiwe msaada wa kuhamishwa hapa, wapewe malipo yao wahamishwe ili waepukane na hadha hii ya mafuriko. Tofauti na wengine. Kwa hiyo kwa ushauri wangu au kwa maono yangu, ningependa angeendelea kwa hivi. Na kama basi sitakufuata wewe, nitaifuata hii cheni yangu. Nauza matunda. Okay, asante sana kwa yako kunipa time yako na kuniangalia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini pia shout sana kwa Coca-Cola. Hatukamatiki wala hatushikiki babu, tukiwa tuna kinywaji cha Coca-Cola. Hakikisha unapata Coca-Cola baridi kabisa, kwa sababu itakufanya ujisikie fresh, alafu ni kwa bei rahisi kabisa. So, hakikisha unapata Coke yako ya baridi. Nimesha kunywa Coke, that's why nimekuja hapa nimekuwa na kufungukia ile story ambayo yametrend na vitu kama hivyo hapo. So, mimi naitwa Suzy aka Sorry Baby. Pia lakini asante sana kwa wale ambao umetuma picha zako za Halo 5 pamoja na video kupitia namba ambayo unaiona hapo kwenye kideo chako. See you tomorrow. Bye bye. Hey, what's up? Niache. Unajisikia utamu? Bwana, karibu sana kwenye E-News kupitia
kusubiria East Africa TV. Huyu hapa anapenda kumsalimu dada yake Tekla Makala kutoka Kihondo, Moro Town baby. Na wote wanaomfahamu ujumbe anawatakia maisha mema na yenye mafanikio. Hello. Huyu mwingine anaitwa Raymond Frank Shonza, anawapa hai wazazi wake na dada yake Lisa. Huyu mwingine pia anasema anaitwa Majuma, anatokea Magomeni, anapenda kutoa salamu kwa wazazi wake na rafiki yake Asha Kiduko, bila kumsahau Mwidi Juma waliopo Singida. Kamalizia kwa kusema anawapenda sana. Mimi pia nawapenda sana. Asante sana kwa kunipa time yako na kunitumia picha zako pamoja na video za Halo 5. Hakikisha tu vigezo na masharti kuzingatiwa. Mimi naitwa Suzy aka Sorry. Bye bye. E-News.